Mtazamaji wa Star TV, karibu tena, na tumetoka mapumziko na sasa tupo hapa kuhakikisha kwamba tunaendelea na kazi ya Mungu. Jukumu kubwa ni kwamba wewe uliyeketi hapo kuifanya Jumapili yako iweze kuwa njema kabisa na usiweze kuwa na majuto yoyote yale. Na hapa tuko na mtumishi wa Mungu. Huyu ni mwimbaji anaitwa Elizabeth J. Bernard. Hii ni J ni Joseph, Elizabeth Joseph Bernard, na ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Na siku ya leo tuko naye hapa studio. Natamani uweze kumsikia sasa ili uweze kujifunza kutoka kwake na akwambie kabisa kwamba huduma yake anavyokuwa akifanya. Na sasa nimpe nafasi ya kujitambulisha. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Amina sana. Karibu sana Star TV, karibu katika kipindi. Asante sana mtumishi wa Mungu. Asante sana. Niombe sasa nikupe nafasi uweze kuzungumza na mtazamaji wako aweze kukufahamu vizuri Elizabeth. Amina. Awali ya yote napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya baraka zake ambazo zimeniwezesha mimi na wewe kuwepo mahali hapa. Kwa majina yangu naitwa Elizabeth J. Bernard. Ni mwimbaji wa nyimbo za Injili Tanzania. Ninayo furaha kubwa leo kuwa mahali hapa. Naamini ni baraka, maana nimewaletea neema nyingine kabisa na wimbo kabisa. wetu mpya unaitwa Nivushe Salama. Nivushe Salama. Amina. Huu wimbo unapatikana wapi sasa, mtazamaji akihitaji kwenda kutazama Nivushe Salama na upataje? Nivushe Salama unapatikana mitandao yote ya kijamii, YouTube, Instagram, kote. Akiandika Elizabeth J. Bernard, basi atakuwa amepata akaunti yangu na ataona pale, na zipo nyingine nyingi ambazo ninaamini kabisa atabarikiwa. Sasa Eliza, kabla ya kufika kwenye wimbo wa Nivushe Salama, najua kuna story nyuma hapa ambayo uko nayo kama mwimbaji wa nyimbo za Injili. Natamani ushare story yako pamoja na sisi, pamoja na mtazamaji hapa, kwamba huduma hii ya uimbaji wa nyimbo za Injili umekuwa ukifanya sasa hivi ni kwa muda gani? Amina. Huduma hii ya nyimbo za Injili, mtumishi wa Mungu, nimeanza kufanya hii huduma tangu nikiwa mdogo. Amina. Lakini ile rasmi kuiweka katika mitandao na kuzingatia, unajua kuna ile unaimba lakini bado hujatilia nguvu au ile nia ya kwanza kusema kwamba nianze kufungua YouTube channel, nianze kuonekana, niweze kupeleka huduma yangu iwafikie wengi zaidi, ikawe baraka. Lile linakuwa changamoto kidogo, lakini mimi ninamshukuru Mungu hadi sasa tangu nimefanya hayo maamuzi nina miaka karibia 5 sasa. Ila mwanzo ulikuwa unaimba tu bila kuwa na platform zozote? Nilikuwa naimba tu. Na kipi labda ambacho kilikufanya mpaka ukaingia kwenye uimbaji? Ni kwa sababu ni kipaji ulikuwa nacho, ama ni wito Mungu amekuita, nataka unitumikie kwa njia hii? Amina. Kilichonifanya niingie kwenye uimbaji, cha kwanza mimi nampenda Mungu. Hilo najua wengi wanalo, lakini kwangu ni tofauti. Nampenda Mungu, lakini pia unajua Mungu wetu ni Mungu anayependa sifa. Amina. Nami nikajitoa kwa ajili ya kumtumikia kwa njia ya uimbaji. Sasa pengine labda watu wamekuwa wakitafuta sana kufanya kazi na wewe uweze kuhudumia kwenye mikutano mbalimbali. Upo tayari unakifanya na hicho, ama wewe ni mwimbaji tu kwenye platform YouTube huko umemaliza? Hapana, nafanya na hicho. Na baraka ni kwamba mtumishi wa Mungu hata kuwepo leo Mwanza, nimekuja kwa ajili ya Nyota Festival. Na tamasha kubwa sana limenialika hapa Mwanza kwa ajili ya huduma hii ambayo ninakueleza. Kwa hiyo ni baraka. Kwa hiyo niko tayari kwenda sehemu nyingine tofauti tofauti kwa ajili ya huduma. Sio kwamba tu nahudumia kwa ajili ya mitandao peke yake. Hapana. Na tamasha hili linafanyika wapi hasa? Pengine siku ya leo ama ni lini? Linafanyika leo tarehe 9 CWTT pale Nata. Sawa. Sasa kituo chako kabisa ambapo unapatikana inaweza ikawa ni sehemu gani? Kituo ambacho napatikana kwa sasa niko Kahama. Niko Kahama, kanisa la CJLA. Mchungaji Mwamesi pale Kahama, Shunu. Kwa hiyo ninapatikana hapo. Sasa twende kwenye wimbo wa Nivushe Salama. Ni kipi ambacho hasa umeamua na ukaona kwamba wakati huu uje na huu wimbo wa Nivushe Salama? Amina. Nivushe Salama ni wimbo ambao
kwa kweli, pamoja na kuimba kwa lengo la kwenda kuwabariki wengi na kuwagusa wengi, maana unapoimba tunafundisha, tunaelimisha, hivyo tunaburudisha, lakini pia umegusa kwa namna fulani maisha yangu. Amina, ambayo niliamini kwamba ni wengi katika hali ya mazingira na maisha ambayo tunaishi, wakati mwingine tunaweza kukwama katika safari tu ya uimbaji. Mimi kuanza mwanzo hadi kufika hapa nilipofika, nimekutana na mambo kadha au kadha. Safari haikuwa ndogo, mtumishi. Amina. Yaani kuna namna uchumi unashuka hadi unawaza inakuaje. Lakini Mungu, ndio maana nikamwambia Mungu nivushe salama. Kwa maana hiyo ni shuhuda ambazo ni za kwako na ni halisi kabisa. Yeah. Sawa. Ni personal, mtumishi. Sawa. Hongera sana kwa kazi nzuri ambazo umekuwa ukizifanya. Amina. Na kazi zako naamini zinaonekana na mtazamaji. Kama alikuwa azifahamu, sasa ni wakati wa kutaka kuzifahamu kazi za Eliza J. Bernard. Amina. Na pengine sasa tuambie, nje ya muziki, kwenye muziki hapa wa nyimbo za Injili, ni kipi hasa ambacho umekuwa ukifurahia kutoka kwa waimbaji wengine? Kujituma kivipi? Yeah, tuelezee kidogo hapa. Amina, mtumishi. Nimefurahia kwa waimbaji wengine, kila unakuta anaachia ngoma mwezi huu, mwezi ujao nyingine inashuka. Kwa hiyo ile bidii ya kufanya kazi na kujituma, iko ni kitu ambacho ninafurahia na mimi ndo ninachokifanya. Pengine ni yupi anayekuvutia sasa, ambaye pengine ni role model wako hapa nchini ama nje ya nchi? Yaani yupi anayekuvutia kwenye uimbaji wake wa nyimbo za Injili? Tumguse kidogo. Najua yupo. Mimi namtumishi, kwa vile umesema ni yupi, na maana unataka niseme moja. Najua yupo. Wala nibariki wote, lakini kuna Angel Bernard. Sawa. Na huyu ni kutoka Kenya. Huyu ni kutoka Kenya. Ananibariki sana kwa kweli. Sawa. Sasa huu wimbo wa Nivushe Salama, mtazamaji akitaka kuupata anaweza kaupata vipi? Wimbo wa Nivushe Salama unapatikana kwenye mitandao ya kijamii kama nilivyotangulia kusema mwanzo. YouTube, akiandika Elizabeth J. Bernard ameupata. Yaani all digital platform. Zipo, yani wimbo tayari uko hewani. Bila kuchagua, popote pale anaweza akaipata. Akiandika tu Elizabeth J. Bernard au Nivushe Salama, tamletea pale wimbo. Sawa. Na ni jambo jema sana. Sasa mtazamaji, nadhani upo makini sana kumsikiliza mwimbaji wa nyimbo za Injili, mtumishi wa Mungu huyu Elizabeth Joseph Bernard, na hapa yupo kwa ajili ya kutuambia machache kuhusu kazi yake ya utumishi, namna anavyofanya uimbaji wake, na atueleza wazi juu ya huu wimbo wa Nivushe Salama, na pengine kawa ni wakati mzuri kwa ajili ya kutaka kumjua. Sasa mtumishi wa Mungu, huu wimbo wa Nivushe Salama ni wimbo wako wangapi, ama ni kazi zako ngapi mpaka sasa hivi ambazo tayari umekwisha kuzifanya, unazozifahamu kwa idadi? Amina. Kazi yangu ya 7. Ya 7. Kwa wimbo za video ama pamoja na audio? Pamoja na audio. Ni 7. Pamoja na audio ni ya 7 kwa sababu Georgia ni ritha, lakini mwezi huu natarajia kutoa live recording. Sawa. Hiyo ni kazi mpya kabisa, inaitwa Ninatumaini Jipya. Kwa hiyo watu wakae tayari. Kwa hiyo mambo mazuri yanakuja. Mwezi huu tujiandae kwa ajili ya kazi nyingine mpya. Amina. Asante sana. Sasa tufike mwisho, mtumishi wa Mungu, na kama kutakuwa na chochote cha mwisho ambacho ni kama ujumbe unataka kufikisha kwa mtazamaji wako, nikupe muda kidogo, angalau dakika moja uzungumze na mtazamaji wako. Amina. Mimi napenda kuzungumza na ambao wananisikiliza muda huu, kuambia kwamba tusikate tamaa. Amina. Yes. Tusikate tamaa katika kile ambacho nakifanya. Ongeza juhudi, ongeza bidii, muombe Mungu katika yote. Katika yeye yote yanawezekana. Amen. Sawa. Sikate tamaa. Nikushukuru sana mtazamaji wangu wa kipindi hiki cha Amka Tumsifu Mungu kwa kuendelea kuwa nami. Huyu ni mtumishi wa Mungu Elizabeth Bernard, na nikwambie tu kwamba usikate tamaa. Tunaenda mapumziko mafupi, lakini tutarejea. Endelea kubakia pamoja nasi. Mimi naitwa Madoni.